Kwa majina mimi naitwa Stefano Kopio kutoka Sinjiro. Mimi pia ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Haleluya. Pigie Bwana makofi zaidi na vigelegele. Karibu mtumishi. Amen. Jafet Israeli nimetokea upande wa Mkono na wapenda. Amina. Pigie Bwana makofi. Mkono mtumishi, mkono kabisa. Wakaribishi kwa Roho Mtakatifu. Mtumishi kuhusu watu wapigi. Karibu dada, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waje naitwa Glory, kutoka kata Mkono. Mimi sio mgeni, jaga lakini sikutaga mtume. Hebu pigie makofi kigelegele, usiogope. Ndio unapokuwa mwambie take 5. Mwambie take 5. Usiogope, mwambie usiwe na mawazo. Kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Bwana yote yanawezekana. Haleluya. Yanafanyaje? Yanawezekana. Muulize mwenzako, je, una imani? Mwambie umefika leo una imani. Mwambie mwenye imani huwa anaendelea. Mwenye imani huwa aachi. Mwenye imani huwa kinganisi. Kazi watu mwambie mwenye imani huwa kinganisi. Mwambie kinganisi. Mwambie na. Kazi za mwambie na. Ule unafikiri ule mtu akaiba ni kung'ang'ania, unafikiri ni rahisi tu? Ni kung'ang'ania kwa nani? Sio rahisi. Kwa lazima uwe na nguvu, uwe na neema ya kung'ang'ana. Hebu tu nisome kitabu kile cha Luka Mtakatifu sura 18 mstari wa 7. Kuna neno la Mungu liko pale. Utaona ni jinsi gani Mungu anazungumza pale. Luka mtumishi 18 mstari wa 7. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 18 mstari wa 7. Biblia inasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Ndio mtumishi naye. Mstari wa 8 Luka Mtakatifu sura ya 18 mstari wa 8. Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Hebu muulize mwenzako, Kristo atakapokuja ataiona imani duniani? Atakuta na imani? Atawapatia haki. Amesema kwamba hata kosa kuwapatia ni hata moyo wako una ugonjwa, una shida yoyote, una mahitaji yako, amesema akupatie. Lakini je, Mwana wa Adamu atakapokuja duniani ataikuta imani? Muulize mwenzako, Kristo ataikuta imani ndani yako? Maana watu wengi leo wakishatendewa wanaacha. Wakishatendewa wanarudi nyuma. Anauliza, je, atakapokuja Mwana wa Adamu ataikuta? Maana amesema atakupatia haki. Na je, kukupatia haki, je, bado ataikuta imani? Jeli wa neba. Mwambie Kristo ataikuta imani. Utakuja hapa, utaombewa, utafunguliwa, utaendelea mbele. Je, ile imani itasonga? Je, fedha ikishaongezeka? Je, magari yakishaongezeka? Je, mume pengine au mke alikuwa hayuko amekuwepo? Je, bado ile imani itaendelea? Ataikuta? Je, ataendelea mbele? Nakuuliza wewe my friend. Je, hata kanisa likatikiswa, enzi mitume likapigwa na wachawi, katokea, je, bado waliendelea? Na je, kama wangeiacha imani, baraka leo wangehubiri hapa? Ningehubiri hapa? Ningefanyaje? Na maana kuna watu waliendelea leo sisi tuko hapa. Hebu wapigeni makofi na vigelegele. Utakapoendelea katika Bwana, unapoendelea katika imani, unapoendelea katika maombi, unatengeneza kizazi kilicho bora. Je, Kristo
Hebu fundisha tena mtumishi. Hiyo ni sasa sijafundisha. Ninafundisha kwa habari ya imani. Kwa habari ya kuendelea. Sio kama kuna imani yani na mzungumzia kwa habari ya kuendelea. Je, Baraka alikuwa ana kazi? Alikuwa anavaa kaukani kuvai. Ameshapata suti. Je, ataendelea bado na huduma? Je, ataendelea bado na kanisa? Je, ataendelea bado na maombi? Je, ataendelea bado? Warudishe. Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 7. Ndio. Na inasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Je, ataiona imani duniani? Atawapa haki wanaomlilia. Unaomba nijenge, sawa, Mungu anakufungulia njia. Unaomba kazi, Mungu anakufungulia njia. Mwanaume alikuwa anakupiga, zaidi ya kupigi anakupa haki. Hiyo sio watu tunataka. Si ndio? Sio majibu tunayotafuta. Je, Mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani? Je, atakuta bado na mwabudu? Kuna mtu akishapata mshahara anaacha kazi. Kuna mtu akishapata kauli kwenye maisha anadharau wengine. Kuna mtu tayari akishaanza kuwa bora sehemu fulani anaona wengine kwamba hawafai. Je, ataikuta imani? Muulize mwanangu, Kristo ataikuta imani? Kristo ataikuta imani. Ataikuta. Pengine nianza sifuri wewe na mke wako au na mume wako. Mwanaume mbadilisha cheo akapanda na mke mwingine mpya. Ili atakuta bado kuna ile familia ya yule mtu wa kwanza. Si atakuta. Ndio hiyo ile atakuta imani. Hilo ndio swali la kwako. Ibada kabla ya chochote, ibada ndio majibu ya maisha yetu. Ndio majibu ya watoto wetu. Kabla ya ibada, watu wanaweza kusema mtumishi niombee. Nini shida mama? Mtumishi silali usingizi kwa jina la Yesu. Lakini unaweza kaombewa instantly au ukaombewa ukapona ukaenda. Lakini Mungu akiangalia ndani anakuta huyu mtu hana ibada ndani. Ndio maana Daudi akasema na alifurahia waliponiambia tele wapi? Tele wapi? Ibada ni zaidi ya fedha. Mithali 22 ule mstari wa kwanza anasema ni heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi fedha. Kuchagua jina na neema kuliko fedha na mali. Hiyo understand? Je, atakapokuja Mwana wa Adamu duniani ataikuta imani? Atakuta bado Baraka anahubiri? Atakuta bado unashuhudia watu? Atakuta bado unatoa? Atakuta bado unafanyia kanisa? Au atakukuta kwa Dar es Salaam kule unafungua vizigo? Maana Mungu ni Mungu wa miujiza. Unaweza kuzaa mtoto hapa akasoma, baada ya kusoma anapata kazi hata Ulaya. Mtumishi, namshukuru Mungu, maombi yangu sio bure, sadaka zangu sio bure mtumishi. Vipi? Utakuwa umepata sponsor mtumishi. Mtumishi uinuliwe sana, mtumishi ubarikiwe. Je, utaendelea bado kumwinua Kristo? Je, imani yako itaendelea? Ulikuwa hauna nyumba nzuri, ukapata nyumba nzuri ya kuishi. Je, bado bajeti ya Kristo ipo? Na ndio maana pale wachungaji wanalaani waumini. Wanalaani nani? Waumini. Kwa sababu amepambana usiku na mchana, asitokijua kwamba tumaini lao ungeweka msalabani, sio kwenye moyo wa mwanadamu. Mwanadamu akienda ile akirudi atakabadilika. Kwa nini Kristo anaambia tu hivi kwenye simu? Tumeshika kuja. Lakini kwa hiyo Jumatatu anarudi tena. Tumishi, kama ndio shuka, tumishi. Ndio kazi ya watumishi hao. Lakini wamesahau kwamba unapokutana sehemu moja kuna baraka za Bwana. Hebu mpigie Bwana makofi zaidi. Sema leo Yesu, imani yangu nairejesha. Imani ya maombi, imani ya kutoa, imani ya kuabudu, imani ya kusujudu, imani ya kuendelea. Wakambia waambie waendelee wapi? Mbele. Sio waambie wakatamaye wakaenda pale, hapana.
nendeni mbele. Bwana Yesu asifiwe. Biashara yako imeruka, endelea wapi? Imani yako imeruka, endelea wapi? Mbele. Taji anavikwa mtu aliofikia mwisho. Mambo zako hiyo. Ndio ile kwamba ataikuta imani, maana wadamu. Yaani ataikuta imani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Barikiwe sana. Bwana asifiwe. Tunaendelea tu vizuri. Ile imani imeshanyuma. Kapata hela kidogo, amelipwa kamshahara kidogo, ameshaibua pale tabia mpya. Tayari ameshajua kuzini, ameshajua pombe, ameshajua leo bata wapi, leo bata wapi, leo bata ni wapi. Mimi wakati mzuri ikiwa nilikuwa shilingi 60 kwa mwezi mpaka leo nimegundua siri ya kudumu. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Siri ya kudumu. Na kama nimesema, yeye amesema anawajua watu ule wake, na wewe majibu yako wewe kutoa unapewa. Lakini je, ile imani atakuta? Kupewa majibu yako tutakaa hapa kesho na kesho Musa Sulemana. Watu wana vitu vyao. Tunapoongea watu Mungu anafungua njia. Kuna kazi, kuna nini? Je, bado utaendelea? Kumbe nimekuja kuona kwamba ndio maana shetani akamwambia Kristo, anguka nisujudu, alafu nikupe hivi. Unaona, twende kazini leo Jumapili, nikulipie kodi. Twende leo tukafanya hivi na hivi. Kumbe ndio maana ameongania imani. Amesema wale wavumilivu wako wanaoendelea usiku na mchana atawapa haki, na maana majibu ya maombi yao watapata. Kumbe majibu yapo, lakini je, kuna watu ambao hawapati? Kwa sababu Mungu anaangalia nini? Sifa. Hebu pigie Mungu kwa kufanya mbele. Sema imani. Imani anaangalia. Yeye bado atasema niko hapa. Niko hapa. Bwana niko hapa. Bwana sina mtoto, niko hapa. Wakati Elizabeth anafanywa yuko anachoma ubani pale madhabahuni, hana mtoto, na Zekaria wanachoma ubani, hawana watoto. Mama ni tasa, hamna kitu yote, wanachekwa zaidi na waumini. Malaika akaja akampasha habari, mwanangu na utazama. Lakini jamaa aliendelea kuchomoka, aliendelea kuomba, aliendelea kutoa sadaka, aliendelea kusifu na kuabudu, aliendelea kusifu, akaja kumpatia mtoto. Ibada kabla ya kiama. Clap for Jesus. Hebu pigie Bwana makofi zaidi. Haki ipo. Majibu sijui nyumba, sijui afya, siku mnaachana mtarudiana. Je, mkisharudiana kwanza baby, ile kanisa baby, nimetunanisha sana na wewe baby wangu. Na watu mtume, watu baby yao kwanza Bwana anatutesea muda sana. Alafu wanakaa muda mrefu sana madhabahuni. Yaani tunachelewa kutoka sana. Kwa hiyo vipi mama? Leo Jumapili. Leo Jumapili. Wale watu kuna tukaruke mahali pake ni wapi? Mnarukiana. Sasa amesema baby bwana umechelewa. Baby nimesema nimekosewa. Nita simu yangu vita inaanza. Tumishi, hizo tumishi. Tumishi wa magumu tu. Wakati wa bata, nani? Wakati wa bata, mmoja anambia biashara yangu siku hizi, biashara yangu ndio kanisa ndio mingi. Akapita ndio mshaka. Anachukua kabisa. Ndio yeye hapa anaishi kama waliza leo kwa akafanya mambo. Sisi watumishi tunaletewaga maombi ya dini. Niombe mtumishi sababu siku hizi msielewa kwa sababu mtumishi kwa Mungu nimalizikie maana tunashika wewe. Pigia Bwana makofi na vigelegele zaidi. Hebu pigia Bwana makofi zaidi. Hebu pazie sauti. Sema haleluya. Ipo hiyo. Kwa haki utapata. Majibu utapata. Maombi leo kupiga tunabadilisha ile kwa tunaoa giza, tunaweka moyo wa giza, anaanza kuletea pipi nyumbani. Je, utaenda kusema na kuabudu hapa Jumanne saa 10? Je, utaenda kuja Ijumaa hapa au unapiga simu nyumba? Mungu analia. Na pia kabla hujapata kufua hiyo. Aligundua sasa, anambia kama utaangalia sasa na wako na kulipatia Mungu mtoto, huyo mtoto ni mtoto wake.
kabla ya kupata chochote lazima Mungu amalije hapa kuna kwangu hapa. Au na maana mtu mmoja ananiambia kaka, ningepata gari kama hii au mabinti au wasiku wangenikomba. Mbona lengo la gari ni nini? Lengo la gari ni nini? Lengo la gari ni nini? Wakati mimi nataka Costa ya kubebea waumini. Umeona maoni ya Mungu tofauti hapo? Umeona palikuwa ndivyo ilipata mawazo yetu. Tunaabudu, tunaendelea. Je, tunaendelea mbele? Mwambie mwenzako, je, Kristo atakapokuja ataikuta imani? Usimwona unajua sauti yako original au unamuogopa? Mwambie, je, Kristo atakapokuja ataikuta imani? Msaidie. Wewe ndio ukizi na mtawasiliana. Wewe ndio ukizi hakuna mtu anatumia message Jumapili kanisani. Lakini unaongea pale nyingine zote. Una heri wewe unayetikisa message. Wakati pale message ya mtume hapa usibali. Bata mtume kwa hiyo mtume wewe uliosimama hapo. Hebu mwingine leo mtumia mtu message kuhusu jamani mambo ya ibada. Haka Emmanuel tani mtaje. Hawata nyaki. Makamanda. Hebu tunyeshe na mkono. Wale mtumia mtume jamani baada ya Mungu. Naona hizo ndio zangu. Hebu jipigeni makofi. Jipigie makofi. Inawezekana pengine ni live. Hata live hata kama ni tafuta. Anaweza akalainisha. Akaweka kisikaji pesi. Piga Bwana makofi na vigelegele zaidi. Ya ataikuta imani. Imani ya wapendwa. Maana ndani ya imani ndio kuna neema. Message lazima uhakikishe unaambia wenzako jamani, kizuri kula nani? Wale wengine ndio sio kwenye masherehe hapa. Tumeshibarikiwa. Pilau na nyama na soda. Leo utata pilau, utata nyama, mkiwa pilau bila nyama. Nini kwa asubuhi? Acha ule pilau bila kamchuzi. Kwanza sisi kwa hapa. Watu wengine hata hekima si hawana kwenye sherehe. Nyama siku wapi nyama? Tena una madharau sana wengine jua tusiwe ule pilau kavu hapa hata maji kwanza. Wanaweza pesa. Pilau kavu. Amesema hata wapa haki wateule wanaomlilia usiku na mchana. Wewe ni mteule wa Kristo, wewe ni mteule wa Bwana, wewe ni mteule. Lazima uwe na budget ya kutumikia Mungu mtumishi. Wewe na budget ya kufanyaje? Ya kutumikia. Mimi naeleza. Hata mimi nisipokuwa na budget ya kutumikia Mungu, mambo lazima yaliwe magumu. Lazima uwe na budget. Fedha zako unazozipata. Je, una budget? Lakini maneno unayoelewa mimi ni leo nazungumza hapa. Siongee kwa mapenzi yangu. Wanaweza pesa. Lazima uwe na budget. Sio kama hapo kuna mayai, kula kila kitu. Karibu mtumishi wa Mungu, Marko sura ya 5 tunaanza saa rasmi, sherehe inafunguliwa, wenye kadi wanaingia. Kama una kadi, mama mmoja tukawakuta tunaingia kwenye sherehe moja. Mama mmoja anakula watoto wake. Mama samani, tunaomba kadi wewe. Kadi ya nini? Huyu anayeolewa ni ndugu yangu. Nakwambia hiyo atubii tunaomba kadi. Unaelewa? Sisi tunaomba kadi mama. Askari wakatoka nje. Nyie mnalaniwa, nyie mtalaniwa nyie. Mnawaza tukwenda kula. Kama sasa sisi tumekuwa kadi. Wewe unawe kama una kadi yako. Umeingia kanisani hata kama kubarishwa na Yesu. Piga na makofi zaidi. Amen. Ni sasa ndio kwenda kula sasa. Marko sura ya 5 mtumishi wa Bwana kuanzia mstari. Kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 5 mstari wa kwanza. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Ugerasi. Na walipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Ametokea wapi? Makaburini. Ulizo kuzako wapi? Ametokea makaburini. Kuna watu nafsi zao ziko wapi? Makaburini. Wanaanza kufa, wanaanza kushindwa, wanaanza kuchoka, wanaanza kukata tamaa kwa sababu fahamu zao ziko wapi? Makaburini.
nafsi yako my friend ikachukuliwa ikaenda ikazikwa kwenye makaburi. Sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Wala hakuna mtu, kuna watu wamekaa kwenye giza, wala hakuna mtu aliyeweza kumshinda. Hakuna mtu. Jini hilo. Makaburini. Watu wamefungwa wamekaa kule. Just imagine mtu ana elimu mpaka ya wapi, lakini anakuambia nimeweka cheti chini, nafanya kazi yoyote. Unaweza kuona kitu kama hicho? Mtu amekata tamaa. Ile mtu anafika kwamba sijaolewa umri huu, nitaka yoyote nipate hata mradi awe anapumua. Ninakutoa kwenye yule kwa jina la Yesu Kristo. Sema hapo na Yesu. Ninajitoa kwenye level hiyo ya kukata tamaa, kwenye level ya kuchoka, kwenye level ya kushindwa. Wewe bado uko vizuri na huyu tunatumikia atakutoa hapo. Mama mmoja kwani kuna Emmanuel kwenye kongamano kule tulimwona kuhubiri. Amenizoea. Nikamkuta tukatoa kwanza ile maronda. Juzi kutana msibani na nikumbatia mtume. Hapo alikuwa ananimaindika ananichukia. Mtume ameacha kukumbatia wewe. Tunakumbatiaje? Mtume baba acha bana. Mama nini shida? Mtume na yani sio kwambiaje. Nini shida? Mtume shida ndio unafanya. Nimepata tena kazi. Kwa ile ifanya hapa. Nikamwambia toa fungu la 10. Amina mtumishi. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Neema ya Mungu ipo ukitambua. Akasema akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Akasema wala kuna mtu aliyemshinda, lakini leo tuko hapa kuzishinda ila za ibilisi. Mawazo mabaya. Ule anapokaa hapa na ule miti itakuwa iko mawazo, hisia. Lazima tupambane na hizo. Huyu atakuwa iko umejipa majibu peke yako. Utashindwa kuishi vizuri. Kwa sababu unakuta hiyo pia ni njia adui anatumia kwa ajili ya kuangamiza maisha yako. Endelea mtumishi. Mstari wa 5. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali alipiga mbio akamsujudia. Alipomwona nani? Yesu. Alipomwona nani? Yesu. Alipomwona nani? Yesu. Kwa mbali. Hebu Mungu akupe neema wala roho kudharau ukiona kwa mbali wakusaluti hata kama wakwambia wewe. Amen. Wakusaluti kwa hakika huyu anaishi ndani ya Kristo. Amen. Anaona kwamba huyu anaomba tungi. Piga shairi yako, piga gauni yako kali, piga gauni kali, tembea mbele yao. Waambie Mungu ananitumikia, amenisaidia. Alipomwona kwa mbali, alipoona mamlaka, alipoona ile neema, akamkimbilia, akamwangukia, akamsujudia. Acha leo Yesu Kristo kaendelea hapo. Hilo ndio roho juu. Sema Bwana Yesu. Ile nguvu juu ya Kristo ikae juu yangu. Ikae juu yangu. Ile neema ikiwa juu yako, magonjwa yanakusujudia, umasikini unakusujudia, halimaye yanakusujudia, wanaokuchukia wanakusujudia. In the mighty name of Jesus. Alipomwona kwa mbali, kuna neema ya kuonekana kwa mbali. Yule sio fulani sitaki mtu hapa uke mpaka siku. Huyu ni Lord. Ndio zake waga shakilake si ndio. Huyu sio kutaka nini? Huyu ni fulani. Nataka wakuona mara ya pili wachanganyikiwe. Amen. Wafanyaje? Na mimi niko hapa kukuombea Bwana abariki maisha yako. Bwana abariki kazi ya mikono yako. Amen. Maana ukibarikiwa utamheshimu Mungu na kumtumikia. Na usio kubarikiwa kaacha imani, my friend. Sio kubarikiwa kuongeza mke mwingine au mume mwingine. Kaka mmoja akasomesha akasema someshe binti chuo, somesha hata Biblia hata kama tukataa na kuwa mtumishi wa Mungu. Umeelewa? Yaani amesoma akataliwa. Wewe sio type yangu, wewe sio size yangu. Kwa hiyo mimi nishampata wa kwamba kufanana na yeye. Kwa hiyo mimi ndio kusomesha, wewe sio type yangu, tafuta type yako. Akaambiwa jamani, ungejua usingemsomesha chuo. Hawasomeshwagi chuo jamani. Ungemsomesha hata Biblia, chuo cha Biblia hata kama akikukataa, anaenda kuwa mtumishi wa Mungu. Anaenda kuwa nani? Mtumishi wa Mungu. Yeye anahangaika. Mimi sivai, mimi sili, wengine wameuoa, wengine wamekuwa Arusha, mwingine Dar es Salaam.
Kasikia kule kanisa harusi kwenye magrupu. Huyu sijui vipi? Mwanaume anauza mpaka nguruwe, anauza nini, anapambania kwa ili mwanamke apate stashahada sijui ya nini. Tafuta stashahada ya Biblia na nini. Ndio maana mtume anataka asome Biblia tu. Chuo cha Biblia tu. Mtaki nipinga, anaendelea kwenda kwa tunamfungulia tawi na Emmanuel huko. Akasome Mungu. Upige Bwana makofi na mzigele. Wakamfunga, alipomuona akaanguka kwa sababu ya mamlaka. Hebu nataka kwenye ile ofisi yako, biashara yako, waliokuona tu vile vile, Mungu aweke alama mpya tu. Halafu kwamba yule kwamba huyu si iko hivi, huyu amechanishana, amekuwekea dharau. Mungu aweke alama tu. Aweke kitu. Wakifika pale akija speed. Ulishamwona mtoto ameingia ndani papa kukutana na babake. Unajua anamreact mtoto. Kama alikuwa anakimbizana, huwa anafanyaje? Yaani amekimbia amekuta babake, hajatarajia kama amemkuta. Anafanyaje? Anashtuka ile si ndio? Alafu anashangaa anageuka. Ndio tunataka kwenye ofisi zenu Mungu afanye kitu. Wakituma uchawi, wakituma kwenye hiyo ndoa, una bounce. Wakituma uganga una bounce. Wakituma ushirikina una bounce. Wakituma chochote kibaya una bounce. Kwa sababu yuko Msamaria unayetembea naye. Ipo kibali, ipo nguvu, iko mafuta. Wanaosema tunamtoa baraka, kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa. Iwe ni ugonjwa, iwe ni sukari, iwe ni pressure, iwe ni chochote kile, iwe ni tamaa yoyote ile, wanakuta na punch kwa sababu ndani yuko Msamaria. Na huyo Msamaria akae juu ya maisha. Amen. Akae. Sasa kama haiwezekani. Musa akamwambia, waambie waendelee. Na wewe endelea na madhabahu. Usirudishwe nyuma na kauli za watu. Maneno roboni mdomo. Wanadamu wanaendelea kuongea na siku ukifa wanamalizia apumzike kwa amani. Ndio mwisho wa maneno ya wanadamu. Wanaweza pesa. Amen. Ukisema kwamba nisifanye ili sionekane, wanadamu watanisema, simama, fanya, pambana, usiogope chochote. Pigania maisha yako. Maisha ni yako, sio ya watu. Wanasema ishi usemu, kufa. Kufa fanyaje? Kufa. Jamani, kaka alikuwa ni mzuri. Mtume alikuwa akihubiri. Je, fulani alikuwa akihubiri jamani huyu. Yule mwanaume, mwanamke yule, binti yule, nafikiri kwenye Matendo, alikuwa anaitwa Dorcas. Baada ya kuwa amekufa, watu walishika mavazi kwenye kaburi wakamlilia Petro. Ambaye mama alikuwa anatushonea watumishi. Amempigisha kama mtume pamba, kampigisha vizuri. Analia kwamba alikuwa anawatunza mitume, alikuwa anawatunza. Petro anasema, unaona cha Mungu ndio kinagusa mafeli. Jenga fanya nini? That is why mimi nimesha kila kitu nimemfanyia Mungu ili Mungu afanye hapa. Are you understand? Akaulizwa, umefanya nini? Mwanamke yule, watu wanalia, jamani, wakati nilikuwa simi, akaja na kilo moja ya unga. Kuna wakati nilikuwa hivi, baba, mfufue jamani. Petro akasema, unasemaje? Ametushonea kanzi ya Petro usije kuongea. Nakumbuka kama chungu. Unajua mama anamjua. Yaani mama anataka kutaka nani ya mtu anayejua hata ni nani anaendeleza. Mama tulikuwa tunasemaje, tunazika mtu mmoja miaka kama 2 nyuma iliyopita. Tuko pale tunazika, tumekaa pale mwisho. Bwana ameitwa, Bwana amenini, jina la Bwana. Mama mmoja tunasema akaja kutoka kule nje. Jini. Sasa mama anakuja nini? Mtoto amekaa anazika akaanguka. Ile kilio ndio ile kwa ajili ya maisha yako. Ndio Yesu akasema, msinililie bali nini? Msizeni watoto ambao tunaombea watoto ndo alama yako wewe. Wanapopita kule wakisoma, kama wakiwa na tabia ya hovyo, inaonekana watoto fulani. Kama wanavaa nguo zimechanika, ina reflect fulani. Kama wamekaa hovyo fulani, sema msinilie mimi, ndio salama wangu hapa naendelea mbele.
Msalaba wangu mimi hapa, lakini walinieni mimi watoto wenu. Wewe hapo mwambie kwamba hebu je hapa ajili ya familia yako na Mungu atakufanisha. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Makofi yako zaidi. Akasemaje mtumishi wa Bwana? Mstari wa 7. Ndio. Akapiga kelele kwa sauti kubwa akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Hiyo roho chafu ndani yako itoe kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo roho mbaya, hiyo roho badaliwa, hiyo roho kuchukiwa, kuna roho ndani. Unakuta tu na roho, unijue hata una roho gani ndani, una roho ya uchungu, una roho ya hasira, una roho ya wivu, una kiburi, una kila kitu. Mtu kama wewe ataishi hata kazini, aishi kazini. Kuna mahali pengine inabidi uwe tu mwigizaji. Maana kama ukiendeleza na hiyo spirit na maana automatic hautaweza kwenda mahali popote. Akaambia tuna nini na wewe tuna nini? Tuna nini? Roho ndani zimetambua huyu mbele yangu ni mtakatifu. Hata Petro wakati anaambiwa chomeka hapa hiyo na nini tuvue. Petro akaenda akaanguka akasema ondoka kwangu maana mimi ni mwenye dhambi. Yaani ile nguvu, ile mamlaka sema tumshike usikucha ndio kazi ya upako kurahisisha watu wafanikiwe. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Hiyo ndio kazi. Pale maalum umechukiwa, pale maalum umeonewa, pale maalum umefanya hivi, alipomsogelea roho nikazungumza, tuna nini nawe, tuna nini? Hebu hiyo roho ndio kanda yako na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Wewe kupuuza ibada, wewe kupuuza maombi, wewe kupuuza kazi ya Mungu, unaona nini? Hiyo sio roho kamili mwanangu. Roho ya Mungu kusaidia wazazi wako. Wanasema kula bata mjini, kule kijijini wazao wanakula chakula cha bata. Acha hiyo my friend. Tuna nini nao ile roho iligundua ndani? Tuna nini nao? Na maana majeshi yanatambua mtu yuko jina. Mwangalie mwanangu mwambie una nini ndani? Una nini ndani? Kazie macho mwambie una nini ndani? Una nini ndani? Mtumishi wetu. Hapa nilipo kuna kikoba. Hapa nilipo kuna kausha damu. Hapa nilipo kuna mkopo wa haraka. Hapa nilipo mtumishi na kufika nyumbani leo utakutana na mdeni wangu kuna mali mkopo mboga 500. Hapa nilipo mtu anaruka karibia zote ndani. Sitaki ustahili mtumishi. Ni mwanamke fulani sitaki ile mkopo mtu ana mkopo sio mtume. Maana hajaingia kwenye chochote. Sitaki paswa kichwa leo. Mama huyo ana vikoba 5. Vingapi? Ongani kanisani na kama kutafuta hiyo. Mtumishi, kuna teni hapo umeona ndio unaomba mtumishi. Samaki. Vikoba vingapi? Anaenda huko anachukua hiyo bana balansisha hapa, anachukua hapa ananishia hapa, chezesha kwenye benki yake, anachukua anachezeshia hapa, balansia hapa. Na Biblia inaongea mwenyewe. Kanisa ndio linachelewa kutoka bana sio na hivi sasa tunaivaje siku hizi. Wala mwingine sio anaivaje sauti ya Yesu matao na kama mchanganyiko sana kupitia Mungu Yesu kupata. Huyu mwanaume naye anakuwa kuleta matumizi. Anajaribu kubalansisha ile nini? Kama mwanamke alikuwa na hasira ndani anampigia mtoto baba yake. Spirit ndani kwenda kiasi wanaweza kusifa. Kwenda nini? Na mimi ninatamani mtu mwe na business ndogo ndogo usiendeshe. Sasa ule mama nikaongea naye akaniambia sasa mtumishi mpaka sasa hivi mbaki miwili. Nikamwambia wewe unauza shilingi ngapi kwa siku? Akaniambia unauzaje hivi? Mtumishi akaniambia tunaenda mpaka nataka uibaki hata kimoja basi mtumishi nataka paka hiyo afike kabisa. Unakuta mtu amekaa hapo na amekauka. Nini shida? Wewe niache. Ule wako baba ukimguza hiyo umetonesha. Maana kumbuka matusi ya kwenye kikundi hiki. Na usipokuja leo tunaandika 2000. Kwa mtu anatembea njiani hata unakuta hata hajachana manywele amekaa hivi kwa sababu anakimbia kwenye imani kwa. Ni roho ya mateso. Kwa jina la Yesu roho sikaiwe kwa jina la Yesu. Amen. Sema leo Bwana Yesu. Roho ya mateso. 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 Haitakaa duniani. Mtaguza kitu kifanikiwe. Mtaguza kitu kifanikiwe. Uza Daudi. Na uji sina hela kwa ile chupa kubwa shilingi ngapi? Sina 6,000. Ukiuza chupa 3 shilingi ngapi? 18,000. Haya, kwa siku moja. Haya, na unateka magere hivi vizuri na nini kama uko watu wanajenganyika alafu mnakava mnavaa vizuri na nini. Sio kama umekaa umekaa ueleweki na nyuma.
Haleluya. Unapiga hiyo shoti nzuri, hapo unakuwa unaongea kama una kauli mbaya unatega unakuwa unaongea vizuri. Anakueleza Bwana Yesu asifiwe. Habari. Endelea. Wadi mtamu, ndio upako. Pako ile ndio upako. Na kuacha kazi. Mwanangu huyu na mwingine na hawa. Nina wakati kujaribu kama Mungu hajafungua milango ya Yesu. Nasema hivi, nenda kafanye. Amen. Haleluya. Hiyo mikono tayari na upako. Hiyo mikono tayari na nguvu. Vikoba vitano ese, hicho kitu kimoja. Mama mmoja kule pwani, mwanaume ameenda kuvuna kwa msudani sijui wapi kule. Yeye amejoka mkopo ile anunue simu. Huku watu wamerudi huku tunataka hela zetu. Mwanaume alijua tumemaliza ili anywe tulibaki laki tukaacha kwa baba na sisi kope tena. Hapo unaona wengine babani masugu. Yaani umwambie kitu. Yaani kishamwambia, yaani akishamwambia my friend. Yaani wale wanamuona mtaka anatembea ndani mwenyewe na mwanamke huyo. Ile siku ningejua. Mwambie nakupenda, sina kupenda pia. Mwambie nibadilike. Umeolea kule huko, umekutana naye huko. Na wewe utanaye madhabahu kwa sababu wachungaji tunajua. Namuuliza Alex Mungu Salomon. Kama usalimi yake tuna. Au tabia yake ni nzuri. Huyo hapa nitakubeta ndani ya simu. Haleluya. Amina. Mama yule akiwa kule pwani, baba amepigiwa simu tunataka mtaji, tunataka zipi. Libaki laki nilishamaliza. Akamwambia hapana. Mama alichukua zingine. Shingapi? 300,000. Akakonfirm na mke wake, vipi ni kweli yeye baba fulani sinikumsha picha fulani ile simu nilinunua simu. Kwa hiyo ile simu ndio hiyo ile simu nilikopa nilinunua simu. Jamani mke wangu sikwambia hivi na wewe tubana nisamee. Ndio jamaa kitu ambacho mwanaume kama kitu hajapanga utoo lazimishie inakuwa ni hapo hapo. Simu wale tunaweza kusema kwamba wameshakuta sasa mwanamke anadili na mwanaume kule. Simu mwanaume ajui ndio anadili. Simu mkopo upi shamalizaga mimi sijui hicho simu nini kimetokea kule jamaa ameenda kuoa kule amefanyaje yeye anajua alishamaliza nini sasa kule ile hiyo 300,000 baba ndo anavuna korosho hajapata bado analazimishwa alipe si lazima fursa zitumika naona modai maana ni vijana wametumwa kule shikana kule mara kisu vijana mama tuambie ni kwaje mama nilikuwa simu nilikuwa na kitatu cha mimi mtoto wangu my friend acheni mjinga pambana tafuta tukuombe usijiingize kuchukua tukirahisi alafu confirm msikilize mwanaume usije hapo wewe kitu kuna watu wengine wapi anaambia wewe ni nani mwanamke anataka mwanamke anayemsikia mpaka miaka fulani mwanamke fulani akasema hivi mtumishi wa kanisa ndio unafundisha wanaume wanawake ukatili kwa nani ugumu wa mioyo yao kiasi kwa nini hata mimi sipo kanisani kama ndio hivi moyo kauli wanaona hajui kama ni shako hajui ameshajua libaki laki nimemalizaje kumbe mtu amekopa ili kwa ajili ya simu ya kawa mwalimu mzako ni usiwe hivi. Mali kama unataka kukopa au nini shirikisha kwa kama ni wako hivyo pesa vipi? Na wachukua hapa ni mstaki unaacha. Kama uko siku tafuta mtu naye mwamini zingine maana shiki na kitaka. Ikienda hivi itakuwa sahihi. Usikurudike tu mimi watu wao kama milioni 4. Sasa wana kitano. Nyumba ya maana. Siku nakataka tu ndio hiyo ndio nitajua. Mwambie mwenzako kuwa ndani ya Kristo. Yakuwa kuna watu hapo ni mwagusa maskini wengine wanasongesha sio mkopa yake ndio kwanza hapo anaambia hivi mtume unaongea ni sio pia habari zako za Yesu hapo wenyewe ni simu zinawatafuta wewe mfanye sio mimi wanakasirika kaza mpaka funga sio mimi nakaangaika ngoja mjisongesha leo kaza nasongesha nasikia ni thibitisho ni gani sasa jua na dai mikate pingi kana wapi tukua kaseti mikatwa juu kwa juu anaanza kukaa chenzi hawa ana huruma ila roho yangu miaka fulani kama nipo
Mwingine nipige kama bali nimekopa 1000. Nimeruhusu si bana 1000 hiyo. Juu kwa juu. Nielewa. Wanaweza pesa. Amen. Kwa sababu tu wengi. Ina maana alikuwa na pepo 2000. Ona pepo ngapi hapo ni? Tumishi kwa nini naanguka kabisa hapo? Kama unasema niangalie maji, ndio naanguka. Angalia chakula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo hilo. Unaongea na watu vibaya kwa mtaani. Unaweza kusema huna pepo, hilo ni pepo. Mtu akikuuliza kitu kwa kazi ya mtu, biashara ya mtu, unamjibu vizuri hata kama kitu hauna. Na wateja wanatabia kusumbua. Sasa yule mteja kwa kuuliza mara 3, mara 4, mara 5. Wewe hebu mtolee vitu hichi. Wewe unasumbua kapane kachuka. Mjibu tu vizuri. Sababu kinywa chako lazima kiwe kina hekima. Ni mahali umekwazwa, ni mahali umefanya hivyo, wewe vumilia tu. Ni kuingie unapia. Afu unatoka kwa Yesu, Mungu msaidia. Mungu msaidie Bwana. Mungu msaidie. Kuna watu wanapoteza kazi au ndoa kwa sababu ya midomo. Maroho yako ndani. Ndio maana tunaomba hapa. Tunaposema tusimame tuombe. Tunamsihi Mungu anazidi kutufanyia deliverance day by day. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unashaka uko na tabia haieleweki. Ulikuwa upepo sehemu fulani leo unaweza kutupiwa. Daudi akasema Zaburi 88:8, wanijuao mwatenda nani? Mmenifanya kuwa chukizo. Nimefungwa wala siwezi kufanyaje kutoka. Kuna watu wazuri hapa umefungiwa hospitali nao. Kando fulani. Unamjua fulani ya mimi simfahamu. Yaani wanijuao wanatengwa na wewe kwa akili. Au maneno mabaya yanapelekwa ili biashara pale sio nzuri. Tabia unakuta ni mtu anaharibiwa maisha yake. Kwa maana kabla ya kuamka hivi ndani hivi lazima umwambie naomba nitangaza kwa kazi yako. Ambapo ndio biashara yangu ipe kibali mbele ya watu. Ipe kibali mbele ya ofisi yangu, ipe kibali mbele ya kufanya. Naomba unapomsikia Mungu kwa sababu umeshamwambia nitangulia. Amesema nitakubarikia ufanyaje wiki hapo? Nitakubarikia. Kuna watu wanatembea na laana. Anaongea hivi. Dada unasemaje? Yeye unaona ofisi. Unasemaje hapo na kaza sura? Anaongea dada vizuri. Kaka anakusalimia. Unamsalimia nani? Jamani dada, unasemaje? Walikuwa kilinga. Mtu fulani kwa ndio kulipa smart. Mama fulani kuja kwa jina mtoto. Kaka, mama nisaidie na fulani. Wewe kama bosi kuna. Hebu ongea vizuri. Kaka, mama nisaidie na fulani. Unipelekee mtu wake wa pasu. Mama unasemaje? Roza kuchelewa ongea sasa vipi sasa? Nisaidie baba mama sababu anakuwa mdogo. Sasa ataongea basi vizuri. Muona kauli mbili tofauti. Sema mamlaka. Ile unaona kuna mahali yuko pale tena anapita. Akaja boss pale magari za karatasi moja moja. Azungumza unapita, ngine wewe unasubiri na inapita. Akaja boss wa ile eneo. Twende. Anapigia masamuti. Mungu akupe mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hebu Mungu akupe mamlaka. Hebu Mungu akupe mamlaka kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo ofisi. Amen. Mamlaka. Kama hauna mamlaka, hata mke anakupeleka mchaka my friend. Nakuja mwanaume anaongea kwenye njia. Yaani ningejua. Utajua kama umeshaingia baba na umeingia. Toki. Simesema mtapendana mpaka mwa kifo. Na kifo akiji bado sana. Kitasubiri sana. Haleluya. Amen. Mamlaka. Ndio maana maombi kama haya tunapoomba wote kuna kama ndani yako zinakatika. Kuna watu walikuwa hawana amani, wanapoomba kuna roho zinakimbia. Kuna watu walikuwa hawajui kusamehe, wanapoomba kuna roho shakatu. Fulani vipi sasa? Na maana mimi nimekusamehe tu. Na maana ile jini na kutokusamehe tumefanyaje? Limeondoka. Kwa sababu tu wengi kuna maroho uchoyo au baba umepiga makande mlima sijui kilo 5 ameingia ndugu anagonga wote umefuruka umeficha alimtu kitu hapa choyo hichi na mchukia mtu mchoyo makande yote hizo wanapeleka hapa
budget. Rafiki. Kaona siku Nigeria. Mtu amegonga ule titi kwenye kiti cha chini. Sasa akafanya hivi. Kumbe hapo nyuma kuna mbwa amefungwa. Wale ubela kuku hivi, mbwa wale jamaa anatoka hivi. Hayo mbwa alipigwa. Mbwa alipigwa. Roza watu. Watu na roho. Ndio maana jamaa akasema tu wengi, majini ndio yako ndani, majini ya uchoyo, majini yanakula afya, majini yanakunyima amani usipoona kujiringisha kwa kitanda. Paka panakucha. Mama simesikia hapa ndio ushuhuda. Anasema nasikia vitu vyote usiku vinavyoendelea. Watu wanateseka. Rozi kwa zimejaa ndani. Mtumishi nimesoma, mtumishi nina fedha lakini sina hamu ya kula. Mtumishi na moja mbili tatu, mtumishi kifika safari na kuwa hivi. Maroho ndani. Hebu Mungu akutolee maana mengine unao hapo. Na uje kuniambia Mungu ayatoe mwenyewe. Amen. Mungu afanyaje? Ayatoe. Atoe spirit. Akimize. Utashangaa unaanza kulipenda kanisa. Utashangaa mtu wa Mungu mtarajiwa, utashangaa anakuja hapa, anaanza kufagia, anaanza kuulizia ratiba za ibada, anaanza kufanya kwa sababu tayari ameshikana kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Alisema kule mwanzoni makao yake alikuwa makaburini, makao na maana nafsi ilikuwa makaburini. Kama wewe unasema yuko madhabahu huwezi kaa. Unaweza unaweza kawekwa hapa kule nje, mnatumiana message za kwenda kuzini, au unakunywa pombe, au kwenye mabubu au wapi, au leo sherehe ni wapi? Maana nafsi haiko, nafsi iko makaburini au yuko nje ya madhabahu. Je, utatamani kama madhabahu? Sasa maana umekandishwa kwa nguvu ya Mungu, lakini nafsi yako haiko, unakaa unawaza hivi jioni ikifika, hivi jioni ikifika. My friend, jioni ikifika utakula nyama na ugali. Amina. Utakula nini? Utakula nini? Na Mungu akubadilishe chakula. Ana uwezo kuleta mtu akakwambia mule wa mafani kula. Usikae. Bwana sasa nyonge. Vipi? Mimi hata mwenyewe sijui leo nataka kula nini. Nataka kusema, unataka kula nini? Nasema mimi basi nishukuru kwa 2000 hapo. Kuna nini? Nenda kanuni mmoja. Mnalibana wapendwa kwa wapendwa. Una 2000. Sio lazima mtume. Nenda kanuni mchicha wa 1000. Chukua una kilo moja. Ingia jikoni upikie watoto. So na atakula. Na roho ya kichoni mafili ni kwamba tu bado hujapewa tu. Nini wanaita? Ya Mungu wako ingie kazini. Sasa roho ya kichoni inaanza ndani. Uwanga. Sababu kama hauna upendo, unajua kama unafikia mtu kiasi gani. Akipitia kwenye magumu kuna roho ya binadamu ipo. Makanisa mengi leo ni watu ndani wa manogani. Talikoma. Na tutamtoa kwenye ile frame. Labda kama mimi sio fulani. Mungu aishi hivyo. Unakuta umekauka papa. Wewe ucheki tu hivi unapona bila dawa. Mungu mzako usiwe hivyo. Mwambie usiwe hivyo. Mungu akae ndani yako. Na hatutapona kama mioyo yetu ndani haijapona. Wewe unamwombea mtu ambaye anakusamehe. Unamwombea mtu ambaye hana charo ya uchungu. Unakuta mtu amebeba mtu ndani. Mimi amenifanyia hivi. Mimi amenichukua mimi wangu. Wale wanaume wako peke yake. Wanaume sio hapo nje duniani. Tunao kama wewe amesema huko ni bora sawa. Mungu ingilia kati. Nipe mwingine. Unapata mwingine anayekupenda alafu anayemjua Mungu. Sasa kila mwanaume uko mtu. Nenda honeymoon kule. Ni vitu vingine vinaendelea. Mpenda mwenye gari. Mpenda mwenye ghorofa. Fungua chumba hivi. Kamkate kucha. Ndio ndio anapaga nyoka. Unaogopa umeshaona chetu unacho. Mimi fulani nimetoa maisha yangu kwa Andrew Saigurani Josephat. Pokea pete hii kama alama ya uaminifu kwangu. Valishe pete. Kamera inafuka kama wewe unapiga kamera. Na hivi anachukua. Mimi Neema. Valisha pete. Na valisha nini? Pete. Watu wanacheza disco, wanacheza nini, wanakula kuku na masamaki, wewe una nini? Naanza hanini.
naenda. Wameona kule honeymoon. Ile siku 3 kule. Na nashika simu ile nusu. Unashika ile umemtolea wapi? Wewe umepelea fedha zake. Hizo fedha zake ndio hizo hapo sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Are you understanding me? Anza chini, nenda naye tu kwa jina la Yesu. Anza chini, panda naye. Anza chini, songa naye. Kama mnafuata na hii madhabahu, hata kama siku kuna hizi tumekuja kwenda hivi, una kiburi kuja kusema, "Mtume, naomba nikuone mtume." Na ninasema njoo nishingia, kaa hapa. Kwa sababu umetoka na mimi ulikotoka. Haleluya. Amen. Wewe unataka kuingia kwenye tairi sana. Mwenye gorofa upande hivi. Come. Baba. Mtumiaji wake Kulia kivuli. na utalia kivulini. Lazima ukubali kwanza. Ndio maana kama umeona tumeanza, palikuwa shimo hapa. Nyote mnajua. Kwa ukiambiwa pale kwa mtume amefukia kichwa cha mtu. Alex ataongea sema hapana wewe unamkosea Mungu. Yule pale ataongea hapana wewe unamkosea Mungu. Yule pale hapana bana tunaelewa. Kuna nyoka pale hapana bana mnamkosea Mungu bana. Sisi tumeona bana. Sasa kwenye TV tu jamani tumemwona mali kutoka huyu mtu. Alikuwa hivi. Wewe unapata reality yangu. Hebu mpigie Bwana makofi na ngine. Amen. Na mimi nataka na maisha yako. Bwana ayatoe chini kwenda wapi? Ayatoe chini kwenda wapi? Ayatoe chini kwenda wapi? Ile roho zikimbie ubaki huru. Upate wazo. Kuna watu wana fedha hawana mawazo mazuri. Fedha ndio kwenye account hawajui cha kufanyia ni kipi. Hana ratiba yoyote amefungwa fahamu. That is why Daniel alisoma 10 na 21. Malaika akasema nimekutokea ili upate akili, upate ufahamu. Kuna watu wamefungwa kwa vipi? Hawana maarifa yoyote, akili zimekamatwa, fahamu zimekamatwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana tunataka watu wafundishwe, watu waombewe, watu wafahamu kweli ili kusiwa nini wanafanya. Bila mafundisho sahihi ni rahisi kuanguka. Ukabora nacho nikulipia kodi tukazini kwa naambia hapana bana. Ni kweli lakini mtume alifundisha leo kuna kuvumilia pia. Kuona jamani nimeiona ila shilingi 50,000 ila sintaweza kuja kwa kweli leo. Wala sintaweza hiyo kitu mimi leo kwa kweli. Jamani tu sasa wewe hapana. Wewe una mjoko kwanza. Lakini hapana hata kama wewe nimekuona bana ukapata naambia hapana bana. Kama vipi kurudishia mimi hela. So unakunyona daka muujiza huo, muujiza huo. 50,000 muujiza. Unaenda kule nilikuta Jumatatu Jumanne na mimi nipime na nifuta damu mkubwa. Mbona sasa ni mtihani. Mbona kama damu inasoma sisi nitoa mwili. Mbona unasema damu nione? Majibu chukua majibu yako. Kila kitu tunakutamani. So majibu yako naachana kwa jina la Yesu. Huyu Mungu wa mtume naye mtumikia yuko na mimi. Huyu Mungu wa mtume niko naye. Pata fahamu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kula ugali wako na dagaa kalali. Wanaweza pesa sifa. Kula ugali wako na dagaa pumzika. Kila mtu ana wakati wake kubarikiwa. Amen. Ndio Bwana makofi na mbele. Kila mtu hata mtume hapa hakujaanza hivi. Everyone at a time, kila mtu anaandaa kufanikiwa. Kila mtu anashika fedha. Tumetofautiana tuliona. Hata umeshashika fedha, niulize, nimeshika fedha nimefanya hicho kidogo. Umefanyia nini? Kila mtu anafanikiwa. So mtume niombe nipate milioni 100. Hapo kacheze niko. Mzee fulani nikiwa na dunia anakuja. Dada, pa pesa. Nikie 10,000. Maana kule tatu mfuko amesema niongeze ingine. Chiki mzee. Nacheza ukafanikisha mzee. Na unjua hivi. Ndio ukacheze kama ili ufanikiwe. Na wanakuvuta ile tanao kushindisha hata 30. Unaongeza ingine. Kwa kaka bila kabeti para kabeti na mke wake. Na kibeti sasa nimebaki mtu na vitu na gari. Bad spirit, ile roho ya mtu, roho ya kamali. Roho ya mtu.
So ya mtu roho ya kamani, uganga ushirikina, mganga hapa, upako hapa my friend. Hata kama utachelewa, usikubali kujimix na waganga. Atakuchacha hapa, atakupa majini. Amelaaniwa mtu yule mtegemeana na kumfanya kwa ndio kinga. Mzee anakuja miaka 60 dada. Anataka kusikiliza sia huyu. Una pesa yeye ni 10,000. Ule tatumzika amesema niongeze. Ili ni jazie nishinde. Amshikie mzee kasema mwelekeo vizuri anaongezea ile nishinde. Shinde mimi. Sababu amesema kuna milioni 30 za kushinda. Nani hapo milioni 20? Kabla milioni 20. Mwale mwanzo kusema umefanya kazi my friend. Fanya kazi my friend. Kazi ya mtu umefanya kazi. Fanya. Acha mambo ya maajabu. Unaombewa kapiga kazi. Unaombewa kalianzisha huko. Usikae usiwinde winde. Hapana, pambana mtumishi. Na usiague ndani ule kijana anambia ananiambia nitafute kazi yoyote. Nitafute kazi yoyote. Nikasema hawa watu waweza kufanya nao kazi. Nakaja ananiambia hebu njoo lima hapa. Hebu njoo fanya hivi. Mungu anaangalia moyo. Mimi nilianza na security. Nimetokana na matusi yote. Na wale wazee, matusi yote. Yote mfanya mwaka mzima. Mwaka mzima. Awaambiaga hata afika pale nimwambia nilishalinda hapa ndio. Mwaka mzima. Mshahara nalipa laki. Leo nikipita gari maduka za mapema mtume, usimwone mtume hivi ukasema nini? Tumetokea huko kulikuwa na laga pale kwenye huko ndio. Asibu mzee akiwa anaitwa na mipaka nyuma ama go down kwa najua na kiamka asubuhi nikifanya hivi nimeangaza kila mahali. Yesa kumena niletea chai ya kunywa chai. Kitu mzee ninampimia asiangaa kuongea na nyamaza maana naelewa nikiendelea kuongea. Watoto walio staki. Hiyo mega hapa kuna nikuja ikae. Sili. Na ndio wao barao jaji. Nina haki yangu. Nina haki yangu. Watoka pale utafuta kazi nyingine. Pale kwa mshahara shilingi 15. Piga pale kama miaka miwili. Sasa upako ndio umesababisha pia nilikuwa hapa nje. Hebu pige mwana makofi sasa. Kuna kuendelea. Kuna watu hapa wiki iliyopita niliomba watu wengine, leo mmoja watu wengine. Watu wataki kukaendelee. Atakuja mchungaji wako, umeenda wapi leo? Wiki zote mtafutaji leo umeenda wapi? Leo ulikuwa wapi? Wakati unaota ndoto mbaya, wakati unakula kwenye ndoto ya Ayubu. Lakini wakati unaponywa ndio ulikuwa wapi? My friend, nafsi ni ya kwako na maisha. Soma haraka pale mtumishi kaombe watu tumalize. Mstari wa 13. Akawapa ruhusa wale pepo wachafu wakatoka. Wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremkia kwa kasi gengeni. Wakaingia baharini wapata 2,000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia wakaeneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea. Hapo mpigie Bwana makofi na vigelegele. Hebu mpigie Bwana makofi zaidi. Wakatendewa jambo, wachungaji wakakimbia kwenda kueneza habari, watu wakatoka kuja kuangalia lililotokea. Umeona hilo? Hebu Mungu haruhusu miujiza kwenye maisha yako wakushangae. Je, ni huyu? Je, alikuwa hivi? Waseme yeye ni nini? Nimekutana na Mnazarayo. Nimekutana na Roho Mtakatifu, nimekuwa hivi nilivyo. Roho Mtakatifu amekubadilisha. Roho Mtakatifu amekufungua. Wakamfungua wale kwa 2,000 baharini. Sema alikuwa anatoka 2,000. Hebu niambie roho 2,000 ndani ya mtu. Huyo mtu yukoje? Jana mwana mama fulani mleza anakuja. Aenda anatembea kama ndapa. Anavuta inaitwa si Brazil, anavuta inakaa tu. Anatembea. Anaangalia machozi kidogo ilipoje. Ni binadamu. Amekona amenyoka, anaenda kama unafahamu mtu anayetembea wapi? Ani kama kanyaji chini. Mtu huyo lakini mtu huyo inaonekana Jumapili misa ya kwanza iko kanisani. Unaendelea safi. Anaendelea kama anaendelea anavuta na kuongezeka. Au ni barabarani wala ni majeshi yamekanda ndani.
Na majeshi ndani ya mtu yule ambaye sio yeye atakula ashiki hata baada ya ashiki unakuta anakuwa tu roho moja labda ni mlevi au mgono. Unakuta ndio vitu vinavyomtawala kwenye maisha yake. Kuta je, umelipokea lile neno? Maana neno ni roho. Neno ni kuta wewe malaya. Tunalisikia ibada. Kwa sababu ni nini? Neno shauti ile ni maneno machafu. Nikwambie wewe mbarikiwa unasikia vizuri. Si ndio? Ndivyo ilivyokuwa maombi napokuombea usipotaka lile neno. Haliwi mimba. Malizia mama nani Yohana 6:63. Tuingie kwenye maombi. Nataka watu waingie kwenye maombi wakaombe kama hawataomba tena. Na mimi niwahakikishie mkitoka hapa wiki inaanza Jumatatu ni majibu. Amen. Tena sio kiki nusu. Tiki ya mazima hivi. Amina. Sema hivi. Fanya hivi. Maisha yangu, watoto wangu, kazi yangu, biashara yangu. Sio hivi alafu hapa juu hapana ni hivi. Soma mtumishi wa Mungu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 63. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno haya. Amesemaje hapo mtumishi maneno? Maneno haya? Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Ndio. Nikisema barikiwa daka. Nikisema pona daka. Nikisema ponywa daka. Watu wako barikiwe daka. Maneno haya ninayowaambia ni roho. Maneno kila mfanoikutukana hivi. Tunajisikia vibaya. Ndio. Tumeshikiana na kutukana. Utaenda baba kwako. Utafanya hivi kwa sababu nimeongea vibaya. Nikasema nikubariki mama na kubariki. Akasema maneno haya ninayowaambia ni roho tena msiombea ni roho. Imani yako inyanyue. Nimesema kama hauoni upati. Yule pepo alipomuona Yesu alikimbia akamsimulia. Maana amefanyaje? Sema ameona. Ameona. Na usipojua kwamba mtumishi wewe amesimama kwa ajili yangu, anapotamka tu nimepata. Anapozungumza tu nimepata. Mpaka mwingine rafiki yake sasa naye anasema mtume, kuna hela zimezuiliwa. Mtume tamka neno. Kwa nini? Amejengwa baada ya kuona besti yake. Moyo wake umekaa strong na ameamini neno la mtume. Wanaweza kusifa. Amen. Imani mtumishi. Tumeshombea milango yangu ya fedha, una pesa kwa ingie kabla siku fulani. Kwa nini? Ameona my friend wake, ameona ametiki. Pigeni mtakatifu wako na vigelegele. Amen. Unapoomba ni roho, tena ni uzima. Jumatatu amka, kazi. Kaza biashara. Mwambie Bwana nitangulie. Fanya njia ya Bwana. Fanya njia kwa Bwana. Fanya njia ya Bwana. Na nitembea hivi. Kuliko nikae bure baba. Nifanyie njia baba. Fanya hata mtu anipigie simu. Fanya hata mtu anipigie simu baba. Fanya hata mtu anipigie simu baba. Naomba unitangulie. Naomba unifungulie milango. Naomba utangulia kungono. Hebu nifulie hizi nguo hapo. Ni unafua, unafutana, unafukuru. Unaondoka. Baba fanya tu njia. Leo nipate la kula. Fanya. Hebu njoo nibalima hapa. Chukua hela kidogo hii hapa. Unafutana ndio. Yule mtu unasema dada, kuna kazi fulani imetoka, njia imetokea kwenye mwanzo. Mimi nimesoma. Mimi siwezi kukaa hapo mimi. Mnanichukuliaje mimi? Naibia, mtu anaenda cheti chini anakwambia tafuta kazi yoyote, mtumishi, yoyote. Sema yoyote. Kwenye maombi usicheze mtumishi. Kwa tunapoingia kwenye maombi tunataka watu wote nione watu majasho yanatiririka. Sema jasho. Akasema alipoomba paka jasho kafanyaje? Na unapoomba kwa roho, tusije mwingine anataka anatembea na waza mmoja na mwingine. Mmoja na nisukuma nipiga kimiko. Mmoja sikia na ndo mchana. Kwa wangu sisi ndamaliza pasa ngapi? Afi baada kama zinachelewa. Sasa mkabidhi Bwana kazi. Mkabidhi Bwana kazi. Mawazo fanyaje? Wanastahili kuabudiwa.